Naomba nisikilize kwa dakika hizi chache, alafu naamini hiki kitu kitakusaidia sana. Kitakusaidia. Mimi mwenyewe sikuelewa kama ndivyo kilivyo. Ila nilichogundua ni kwamba kanisa limemtukuza sana shetani kuliko Mungu. Yaani kanisa linamtukuza shetani kuliko Mungu. Watumishi wa Mungu mnaonisikiliza, kwa namna yoyote, acheni kumtukuza shetani sana kuliko Mungu. Acheni kumtukuza shetani kuliko Mungu. Hii ni kwa sababu Wakristo tumejengwa katika misingi ambayo tunaamini shetani yupo kila sehemu. Alafu tunaamini shetani anaweza kufanya jambo lolote. Alafu tunaamini shetani anajua vitu vyote. Hivyo ndio tulivyojengwa Wakristo wengi. Ila niko hapa kukanusha kwamba shetani hayupo kila sehemu. Hiyo ni sifa ya Mungu. Lakini nipo hapa kukanusha shetani hawezi kila kitu, hawezi mambo yote. Hiyo ni sifa ya Mungu. Alafu niko hapa kukanusha kwamba shetani hajui kila kitu. Hiyo ni sifa ya Mungu. Kama kuna vitu shetani alivyofanikiwa sana katika kanisa la leo ni kuweka psychology ya watu, kuingia mindset hapa katika akili za watu na mioyo ya watu kwamba yeye anaweza, ana nguvu. Nielezeni, shetani hana nguvu. Yeye kasetwa chini ya miguu yetu, hana nguvu, ni kiumbe dhaifu, lakini nguvu yake ipo katika ushawishi. Kitu ambacho kakifanikiwa ni kutushawishi kanisa kuamini kwamba yeye anazo nguvu ambazo hana. Kajitukuza na sisi tumekubali kujitukuza kwake. Just imagine, mimi nawaelezeni, just imagine mtu ameandaa seminar ya neno la Mungu. Anasema seminar hii nitafundisha juu ya uwepo wa Mungu. Nitafundisha juu ya uwepo wa Mungu. Umenielewa? Seminar hiyo nitafundisha juu ya uwepo wa Mungu. Alafu mwingine kaandaa seminar akasema tutaenda kufundisha juu ya uwepo wa shetani na anavyofanya kazi na majini na mapepo yake. Na tutaenda kuichambua kuzimu. Huyu kaweka uwepo wa Mungu na ufalme wa Mungu. Huyu anafundisha ufalme wa kuzimu unavyofanya kazi. Na waelezeni semina ambayo itapata matokeo makubwa ya uzuriaji ya watu, ambao watu watajaa sana, ni ile ambayo inaelezea ufanyaji kazi wa kuzimu na shetani, yani jinsi mamlaka ya shetani inavyofanya kazi. Hivi ndivyo Wakristo tulivyo. Tunaamini sana katika shetani kuliko katika Mungu. Mtu anafundisha jinsi kuzimu ilivyo, alienda kuzimu akakaa miezi 6 akarudi. Watajaa watu. Na akiweka hiyo video kwenye mtandao wa kijamii itapata viewers wengi sana. Kwa nini? Kwa sababu vilivyoongelewa vinamtukuza shetani, na ndo kanisa limejengwa huko. Yani tunaamini sana katika shetani kuliko Mungu. Just imagine, hata maombi yetu tunayoyaomba tunamtaja shetani kana kwamba shetani yupo wakati wote. Hata tunapoomba ametukaribia, yani tunamwona shetani yupo karibu sana. Kwa maana hata tunapoingia kwenye maombi lazima tukemee, kwa sababu tunaamini shetani yupo karibu. Lakini tunasahau kwamba yupo Mungu ambaye yupo karibu na sisi kuliko haya mavazi tunayoyavaa, kuliko chochote. Ndio maana unakuta maombi ya warokole wengi au Wakristo wengi hawamalizi bila kuvunja shetani, bila kumtaja shetani. Naomba usininukuu vibaya. Sijakataa maombi ya vita, yapo. Mungu anatuelekeza kuna wakati fulani tuvunje, tubomoe, tuangushe ngome. Na wakati fulani hata mimi mwenyewe ninaingia kwenye hayo maombi. Yako very serious, tunaingia tunafanya hivyo. Lakini haina maana kila maombi lazima mimi nimtaje shetani. Na niwaelezeni watumishi wa Mungu, ukitaka kufanikiwa katika huduma yako, acha kumtaja sana shetani, mtaje Yesu. Unakuta mhubiri anahubiri mkutano wa nje, anamtaja shetani, wachawi, mapepo, majini, mashetani, mtaje Yesu. Injili ni habari za Yesu Kristo, sio habari za shetani. Hizo shetani tutataja kama kifungashio baada ya kumtaja Yesu. Yani kiini cha ujumbe wako kiwe Yesu. Kiini cha fundisho wako hiyo Yesu. Eti jinsi wachawi wanavologa, inanisaidia nini mimi wachawi wanavologa? Ili waje. How? Ili waje mimi nijifunze uchawi unavyofanya kazi. Waje jinsi ambavyo shetani anawafunga watumishi. Ili waje. Mimi najifunza jinsi watu wanatakiwa kufunguliwa, nifanye nini watu wafunguliwe? Naanza kujifunza jinsi watu wanavyofungwa.
jinsi shetani anavyo nanilia, jinsi kuzimu inavyo. Kanisa tuwekeze katika kufundisha sana habari za Yesu, habari za Roho Mtakatifu, habari za Mungu. Na tunapoingia kwenye maombi tujiwekeze sana katika maombi yetu tunayoomba. Tumuinue Mungu, tumuinue Yesu katika maombi yetu. Tumuinue katika sifa zetu tunazoziimba. Tumsifu Yesu. Tumsifu Yesu. Habari za kutajataja katika mashetani katika nyimbo za sifa tuache. Kuna zamani tulikuwa tunaimba nyimbo shetani funga vilago uende. Hiyo nyimbo za zamani sana, wazee wanakumbuka shetani. Sasa shetani funga vilago uende. Hapo tunasema nimemsifu Bwana. Sifu ni Mungu. Tajeni Yesu, mwinueni Yesu. Yeye yupo karibu. Anaweza yote, anajua yote, anafahamu yote. Hii kitu naomba iwe kanuni katika maisha yako. Hakikisha Yesu yuko mwingi kwenye kinywa chako. Yesu yuko mwingi kwenye moyo wako. Yesu yuko mwingi kwenye akili yako. Yesu yuko mwingi kwenye matendo yako. Yesu yuko mwingi kwenye ibada yako. Yesu yuko mwingi kwenye maombi yako. Yesu yuko mwingi katika kila unachokifanya. Itakusaidia sana. Peni sifa Mungu. Achaneni na kuwapa sifa mashetani, majini, mapepo. Mtu anakuambia jinsi nguvu za shetani au nguvu za kuzimu. Kichwa cha somo nguvu za kuzimu. Just imagine, mimi nikiona hiyo video hata sifungui. Eti mtu anasema kichwa cha kuzimu title. Sifungui. Inanisaidia mimi nguvu ya kuzimu inanisaidia nini? Alizilishwa kuzivunja kazi za shetani. Shetani yuko chini ya miguu yetu, na wakati fulani shetani huaga tu anakujaga, anatakaga kujiinua, lakini sisi tuna uwezo wa kumshusha. Ni kitu kidogo sana katika maisha yetu, ni kitu kidogo. Ushindi, kazi ya Yesu msalabani ile ni zaidi ya kitu kikubwa. Basi nilikuwa nataka niongee na wewe kitu hicho tu. Jina langu naitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Namba ni hizo unazoziona hapo. Ukihitaji ushauri wa kiroho, ukihitaji maombi, maombezi, tutafute kwa namba hizo hapo. Lakini wewe ambaye unatamani kuisupport huduma hii, unaweza ukafanya kile Roho Mtakatifu anachokugusa, kile unachoshuhudiwa moyoni mwako katika kuisupport huduma hii. Namba zetu ni hizo hapo pia. Mungu akubariki sana. Usiache kusubscribe channel na kushare kwa rafiki wengine. Tukutane wakati ujao.